Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimesimama hapa kwa niaba ya kina mama wajasiriamali. Mimi kwa majina yangu naitwa Neema Frederick Kikweka. Nishukuru kwanza kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kurejesha ile mikopo ya 4.42, nikiwa namaanisha 4 kwa kina mama, 4 kwa vijana na 2% kwa watu wenye ulemavu. Kwa hilo ninashukuru. Lakini ombi langu kwako Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sisi watu wa hali ya chini sana, vigezo vinatubana, kwa sababu mikopo hii inalenga watu ambao wana mali isiyohamishika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi biashara yangu pengine nauza ndizi vichane viwili, nauza mchicha bunda 2 kwa ajili ya kuangalia familia yangu. Hebu angalia tu Waziri Mkuu, tapata wapi hivyo vigezo vya mali isiyohamishika? Hivyo basi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakuomba utakaporejea Dodoma uangalie na sisi jinsi ya kutusaidia sisi wajasiriamali wadogo ambao hatuna vile vigezo ambazo tunaweza kuvimudu kwa ajili ya kuchukua huu mkopo. Angalau Mheshimiwa Mkuu, mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaponiona hapa nimekaushwa na kausha damu. Kausha damu imenikausha baba. Mimi ukinipa shilingi 300,000 tu, nafanya biashara na nitarejesha 300,000 kwa mwezi na 25,000. Sitakosa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninaomba unapoenda kule Dodoma, unapoingia kule bungeni, chonda Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuangalie na sisi wajasiriamali ambao hatuna nyumba, hatuna kiwanja kama mali zisizohamishika. Na nini Waziri Mkuu kisichohamishika? Haya simama. Sasa umesema ukipewa 300,000 tu unafanya. Haya wewe kwa siku umewasemea na wenzako, katibu mpatie 300,000 hiyo. Hai wewe. Lakini ngoja ni jibu la jumla. Shusheni kwanza ni jibu la jumla. Ni jibu lile la kisera. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo mahususi kwa watu wote wanaofanya hizi biashara ndogo ndogo. Watoto wake wale machinga, watoto wake wale mamalishe, watoto wake wale bajaji, watoto wake wale bodaboda na wengine wote wanaofanya hizo biashara ndogo ndogo hawatakiwi kupeleka dhamana ya mali isiyohamishika. Kwa wakurugenzi wote na wale wote mliopewa fedha hizi kwa niaba ya serikali, pateni hayo maelekezo. Hii haina dhamana. Uweze ukampelekea machinga hitaji la kuwa alete dhamana ya nyumba. Anatoa wapi nyumba? Bodaboda anatoa wapi nyumba? Machinga anatoa wapi barua ya kudhaminiwa na watu wawili ndugu zake wanaofanya kazi serikalini? Unaweza ukakuta yeye ndo mtoto wa kwanza. Anatoa wapi? Kwa hilo halipo. Kitu kimoja tu ambacho ni waombe Watanzania wote mkizingatia, ambacho kimetakiwa kwenye masharti, unatakiwa uwe na kitambulisho cha NIDA. Hicho ndio kitakacho kutambulisha ili usipate usumbufu mwingine wote. Kama huna hicho utatakiwa utambulishwe, tukutambue. Na ninyi mnajua kwa nini hii inawekwa, ina maana kubwa. Kwa sababu kwenye ule ukarimu wetu kuna baadhi ya watu wa mataifa ya jirani wametumia isivyo vizuri ukarimu wetu. Kwa hiyo hilo mkiona wenzetu wa serikali wanataka kujiridhisha, wapeni ushirikiano, kwa sababu ni kweli keki ya taifa letu inanufaisha mpaka na watu wengine. Tena mataifa mengine, ninyi wa Tanzania mkienda huko hauwezi hata ukapata hata nafasi tu ya kufanya biashara kwa mtaji wako. Sasa na sisi lazima tuwe na wivu na nchi yetu. Lakini kwa wewe ambaye una kitambulisho chako cha NIDA, ndicho kitakachotumika kukuwezesha uweze kupata mkopo huo. Na haya yamekuwa maelekezo ya kila wakati, na hiyo ndio position ya serikali. Huo ndio msimamo wa serikali, na Mheshimiwa Rais ameongeza na ziada.
anataka katika mwaka wa fedha unaokuja itaongezeka 5% kwa ajili ya kujenga miundombinu ya kufanyia biashara. Eneo maarufu kama Hai, wapi pale, Bomang'ombe, hapapaswi kuwa na vibanda vimewekwa kwa magunia vya mabati ya ajabu ya kufanyia biashara. Panatakiwa pawe na maeneo nadhifu ya kufanyia biashara, miundombinu safi ya kufanyia biashara. Na maeneo mengine yote, anzeni kupanga utaratibu. Tutakapokuwa tumeshapata hiyo 5% ya miundombinu, tutengeneze maeneo nadhifu ya kufanyia biashara, miundombinu nadhifu. Hii habari ya mama anakwenda kufanya biashara aidha ya nyanya ama ya bidhaa yoyote, mvua ikinyesha anakuwa kama vile alikuwa anakamua kwenye zizi, hii imeshapitwa na wakati.